Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuna watu waliniuliza, mbona uzungumzi kuhusu South Africa kinachoendelea? Nilishawahi kukitolea maelezo yake kiasi ile swala la South Africa, na nimekuwa nikishangazwa sana na hiki kitu kutokea kwa hasa nchi kama South Africa ambayo naweza kusema imepoteza vitu vingi katika kipindi hiki kwa sababu ya kile ambacho kilifahamika kama misimamo yao ya kutetea utu wao wa Afrika Kusini. Ukienda kule kwenye mahakama ya ICJ, kesi ambayo imemsumbua sana Israel ni kesi ilianzishwa na South Africa. Lakini South Africa imekutana na vikwazo kadhaa vya Marekani na hata ugomvi mkubwa wa Marekani ambao niliuhadithia kutoka kwenye kile kinaitwa ubaguzi ambao Donald Trump aliamua kuwapa wale wa Africans ukimbizi wa kuingia Marekani, wale whites, watu weupe wa South Africa wanaweza kuingia Marekani. Hii yote ilikuwa ni kadhia ambayo South Africa walikutana nayo, naweza kusema miaka kwa muda, yani toka 2022 au 2023 South Africa wamekuwa na misimamo tofauti dhidi ya Marekani. Wamegoma kulifti ile kesi yao, yani kuondoa kesi yao iliyokuwa kwenye mahakama ya ICJ. Hata walipopewa ofa kubwa nzuri na washirika kama UAE aliwapa ofa kubwa sana katika kitu kimoja tu, kuwashinikiza kuwa toeni kesi yenu dhidi ya Afrika, dhidi ya Israeli. Wakamwambia sisi utu wetu uko mbele kuliko chochote, wakikumbuka mzee Nelson Mandela aliwahi kutembelea Gaza, akitua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Gaza, wakati huo akipokelewa na aliyekuwa rais wa mamlaka ya Palestina marehemu Yasser Arafat wakati huo. Kwa hiyo wanakumbuka hilo. Wameingia kwenye mikwaruzano mikali na Marekani kutokea kashfa ambayo Marekani aliwahusisha kuwa nyinyi mnapeleka silaha kwa Urusi. Yote ilikuwa ni kesi ambazo zinatokana na misimamo ya South Africa. Lakini ajabu kabisa South Africa wameamua kuchukia au wameamua kuchukua hatua dhidi ya ndugu zao wa Afrika wenzao. Si jambo zuri sana, japokuwa unaweza kusema wakati mwingine kuwa kulikuwa kuna shida ambayo ilianza mapema. Wimbi la watu kukimbilia South Africa lilikuwa kubwa sana, ambalo lilikuwa halifati utaratibu wowote. Watu walikuwa kimwagika kwa kiwango kikubwa kwenda South Africa wakikimbilia huko. Sasa imekuwa ni hali hiyo ambayo imepelekea haya yote kutokea, au hiki ambacho tunakiona hiki, kuwa wa South Africa wamekuwa na nadharia, wanahisi kuwa Waafrika wenzao wanachukua nafasi zao hasa za kazi na nini, japo kwa linaweza kuwa halina ukweli wowote, kwa sababu unajua niliwahi kukueleza kuwa ukiwa hapa mjini kwetu, mfano ukiwakuta wenyeji, hasa wenyeji wa mitaa, tembelea mitaa yetu kule Mwananyamala, Temeke, sijui wapi, utawakuta wale legend wenye mitaa yao ambao ukifika na kuhadithia, unaiona hii nyumba hapa hii hoteli haikuwa hoteli, hapa ilikuwa nyumba ya bibi fulani hivi, unaiona hapa ilikuwa. Wanaishia kukuhadithia hizo story kwa ilikuwa. Lakini ukiwatazama wao, maisha yao ni kama yamestack au kama wamekata tamaa kabisa. Lakini kuna wageni wengi ambao wameingia kwenye miji hii. Niliwahi kuwahadithia hata taarifa ile ya sensa kuonekana vijana gani wamepiga hatua ya maisha. Vijana wamepiga hatua ya maisha sana, wale ambao hawakusoma sana, kwa sababu nchi zetu hizi zinakupa fursa zaidi ya watu wenye kujitoa zaidi, wenye kufanya kazi kwa juhudi zaidi. Wageni zaidi walioingia ndio wenye kuwa, yani vijana wenye mafanikio waliofanya ni wale ambao hawakuwa na elimu kubwa, lakini wamejituma zaidi kwenye kufanya kazi, ndio wamekuja wakajikuta wana maendeleo makubwa. Sisemi kusoma kubaya, kusoma kuzuri kabisa, na ni muhimu vijana wamalize masomo, tena wasome vizuri kabisa. Lakini tabu ya mifumo yetu ya elimu ni kama inadumaza vijana. Wakisha kuwa na elimu nzuri kubwa, wanaondoa kabisa ufanisi mwingine, basi wanabaki kuitegemea elimu yao tu. Ndio mtu anaweza akatembea na kabrasha zake, akatembea na bahasha yake hata miaka 2, 3, anatafuta kazi ambayo atalipwa mshahara labda 300,000, 400,000, lakini kuwa ni muhitimu
iwe wa chuo kikuu, iwe wa chuo chochote, hana ubunifu wowote wa kusema naweza nikaanzisha chochote ambacho kikanitoa hapa kunipeleka sehemu nyingine. Elimu ilivyo, yani ni mfumo wa elimu ulivyotengenezwa. Sasa hii ni nadharia ambayo halisi kwa wenyeji, na ndio maana sisi kwenye mafunzo ya dini anasema mguu wa kutoka mtume kauombea. Yani mguu ule unatoka mtume kauombea dua. Maana yake kuwa ukienda ugenini hutaona aibu. Ukienda ugenini hutohisi kitu gani, utafanya kazi zile unakabiliana nazo. Kwa sababu mimi nina hiyo experience kubwa kuwa vijana wengi mfano waliopo hata hapa kwetu. Nimekuwa na experience hii nje ya nchi. Experience unawakuta vijana mfano wa kwetu, wakiwa kwetu kuna shughuli hawawezi kuzifanya kabisa, hawataki kuzifanya. Wakienda nje wanaweza kufanya hizo shughuli. Unakaa unajiuliza kuwa nguvu kubwa wanaoitumia nje kufanya hizo shughuli, hata wangezifanya huku nyumbani pia wangepiga hatua na wangepata kipato kizuri, lakini ukweli hawawezi kuzifanya nyumbani. Sasa hizo shughuli wanaenda kuzifanya ugenini. Same to South Africa. Kile ambacho wanakishutumu kwa wenzao kuchukua ajira zao kinaweza kuwa sio halisi kabisa, kwa sababu hata wakiachiwa wao hizo shughuli hawawezi kuzifanya. Kama vile tunao wenyeji wa shughuli fulani hawawezi kuzifanya, unaona tu wengine wanaweza kufanya kwa sababu ni wageni. Anaona sina mtu wa kunicheka, mimi nimekuja kutafuta pesa, lakini yeye kakulia pale anaona kutembeza kahawa au kufanya nini, hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo South Africa wanalalamika kuhusu hili, lakini kwenye kile ambacho kuwa wageni wanaingia sana ambao hawalipi wameingia kwa njia ambazo sio halali. Labda wanazungumza vile wageni wameingia sana, wamekuja katika njia ambazo sio halali, wanachukua. Labda nizungumze kwenye njia ambazo si halali. Tunaweza kuona South Africa wako vile, lakini Marekani tumeona hatua kali za kuchukua watu na kurudisha kwao watu ambao hawakuwa. Hata sisi leo hapa tumekuwa na malalamiko kuwa tuna watu wengi waliopo ambao hawana vibali. Kwa hiyo nadhani shida isiwe kurejesha watu, shida iwe kuwa kuna watu wameingia kwa njia sio halali. Nchi lazima iwe na sheria na utaratibu. Kama sheria na utaratibu zitafuatwa, basi isitokee kingine. Sasa shida imekuwa ya South Africa kuwa, nilikuwa nikijaribu sana kuzifuatilia hizo taarifa. Shida hawakuwa tu ni wageni wameoingia bila kuwepo na vibali. Nadhani wamejaribu kulifunika kombe ili kutaka kuhalalisha. Awali walionekana wanachukia tu wageni wote. Sasa baada ya kadhia hii kuonekana wa South Africa wanachukia watu wote, vyombo vya habari vya South Africa vikao vinajaribu kuibalance hadithi, kujaribu kusema kuwa kutakuwa na maandamano au waitisha maandamano wa South Africa, wakajaribu kuibadili hadithi kutokana na shutuma ambazo labda duniani zilikuwa zinakwenda. Wakaamua kuibadili hadithi, wakaifanya kuwa tunashughulika na watu ambao wameingia kwenye nchi bila kuwa na vibali. Lakini ukweli hata ambao wameingia kwa dokumenti zote wanakutana na kadhia hii. Yani wanakutana na hali ya hii sintofahamu. Haiweki taswira nzuri, kwa sababu kuna nchi zimetoa jasho na damu dhidi yao. Sitaki kuzungumzia kuhusu sisi tuliwaweka pale Morogoro miaka, bajeti zao zote zilikuwa juu ya vichwa vyetu na kodi za serikali au mapato yalikuwa ya serikali. Yote yalikuwa kiwahudumia wao pale. Kwa miaka mingi wameishi pale. Na mbegu nyingi za South Africa ziko pale, zilibaki pale kwa miaka mingi. Lakini kile ambacho kinatokea South Africa leo, kwa kweli unashindwa kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Lakini si taswira njema kabisa ambayo unaweza ukasema hii ndio taswira halisi ambayo unaweza kusema kuwa kweli binadamu wanaweza kuishi katika taswira hii. No. Wao wanaingia barabarani wakiwa na sifa kubwa, wakiwa wamejihami, wakiwa wanaonekana kuwa ni wazalendo na pressure kubwa na kila kitu. Nimeona wageni wengi wameamua kuondoka, wa Nigeria wameamua kuondoka, Zimbabwe, Malawi wamekuwa wakifungasha. Kuna kama watu wamekuwa kwenye quarantine vile kuwa ili waweze kuchukuliwa kwa vyovyote vile. Jamani, rudini kwenye nchi zenu, mkajenge nchi zenu. Kile mnachokifanya South Africa mnaweza mkakifanya kwenu na kaweka mantiki. Nadhani pia ni funzo kwa baadhi ya serikali za Kiafrika kuwa kwa nini vijana, kwa nini yani nguvu kazi inakimbilia South Africa? Kwa nini nguvu kazi yote inakwenda kule? Wajiulize nini kilichopelekwa kule kwa urahisi ambacho kinawafanya hao wote wakimbilie kule, ambacho kuwa wanatakiwa warekebishe. Leo hii unaona baadhi ya serikali zinatuma usafiri kwa ajili ya kuwarejesha watu, zinatuma kwa hivi na hivi. Kumbe mnaweza kuyafanya. Kwa nini msiwawezeshe hawa waliopo hapa? Nimekuwa nikizungumza sana, tuna shida kubwa sana ya mifumo, lakini mifumo mibovu kabisa iliyopo barani Afrika iko magharibi mwa Afrika, ndio ambako vijana wengi wanajaribu kufikia kwenda mbali zaidi. Lakini kwenye nchi zilizopo, mfano nchi za Afrika Mashariki, nadhani
shida kubwa tunayokwama ni vijana kuwezeshwa. Mitaji, njia ya kupata mitaji imekuwa ngumu, hata kuaminika kwao kumekuwa kugumu. Lakini vijana wachache ambao wanafanikiwa kweli. Na siku hizi kukuta genge la vijana ambao wanaamua kufanya starehe tu au kuchezea imepungua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo kuwa vijana wanatakiwa wawezeshwe. Kuwa hawana mitaji, wanatakiwa waangaliwe kwenye mifumo ya kulipa kodi. Nchi zote za Afrika zinatakiwa ziangalie katika ili kuepusha hiki ambacho kinatokea leo. Tunakaa tunalalamika kuwa unalalamika watoto wako kwa nini wanakimbilia kula kwa jirani. Unatakiwa jiulize jirani anapikaje. Kwa nini watoto wako wagome kula nyumbani kwako? Kwa hiyo wewe kabla hujaanza kuwapa adhabu watoto wako, kwanza uangalie kuwa je, ninachokipika kinapendwa na wanangu au si kile kinachopendwa na wanangu. Huwa ninasema kuwa unaweza ukazungumza uongo na uongo wako ukaenda mbele, lakini ukweli unaweza ukatambana ukafika ikaja kuwa ukweli. Jana nilitoa maelezo kiasi kuhusu mtego wa kisiasa ambao Donald Trump alikuwa akijaribu kuseti kwenye mazungumzo, akiwataja Irani kuwa hawa Irani wametuomba mazungumzo. Nilizungumza sana kwenye mwelekeo wa kisiasa. Nikasema wanasiasa always huwa wanatag mambo yao ya kisiasa tu. Yani hesabu zao za kisiasa ndio ziko mbele kuliko hesabu zozote. Sasa hawa Irani wamekuwa kama vile wakimfanyia kusudi Donald Trump kwenye mtego wake wa kisiasa. Yani kumuharibia kila anapojaribu kuset mpango wake wa kisiasa. Upande wa pili utaona kama kuwa ajenda ya Jimmy Carter iliyomuondoa madarakani wakati ule inawezekana kuwa inasetiwa na hivi sasa, au ni wanavuta muda kwa ajili. Unajua, nimewambia kuwa haya ni mazungumzo ya mwisho mwezi huu, si ndio? Tunaingia Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba. Tuna miezi 4 tu kabla ya kuingia kwenye uchaguzi wa Marekani. Ukweli kuwa hii miezi 4 Trump hata afanye nini hawezi kurejesha kile alikianzisha kilipokuwa. Yani hawezi kurejesha ile hali ya Wamarekani aliyoikuta kabla ya kuvuruga. Hii miezi 4 iliyobaki hawezi. Sasa unaona kuwa wameingia kwenye MOU ambayo ukichungulia upande wa pili unaona kuwa Irani kapewa sana. Halafu Irani kaguswa kidogo tu kariakti anarudisha. Yani tunazungumza kuwa mafuta ya Irani yameondolewa vikwazo, kila kitu kimefunguliwa, halafu Irani karudi tena kufunga Hormuz. Sasa Irani wanasema hivi katika taarifa ambayo Irani wameizungumza, ni katika lile ambalo walilisema. Sasa wanathibitisha tena na wenyewe Marekani. Kwanza walikataa, wakasema Steve na Jared wanaelekea Doha kwa mazungumzo na nani? Na Iran. Nilizungumza kwa mazungumzo ya mchana, nikamwambia Iran wanakataa, wanasema hawana mazungumzo na Marekani. Kauli inatoka tena inasema mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na mkwe wa Donald Trump Jared Kushner watakuwa Doha kukutana na wapatanishi wa Qatar kujadili mazungumzo kati ya Marekani na Irani, lakini hakutakuwa na mkutano wa ngazi ya juu kati ya Washington na Teherani. Msemaji wa Wizara mambo ya nje ya Qatar Majid Al-Ansari ameyazungumza hayo. Majid Al-Ansari anaenda kupigia msumari kauli iliyotolewa na msemaji wa Wizara mambo ya nje ya Irani Ismail Baqai. Alisema hatuna mkutano na Marekani. Yani akakanusha kauli ya Donald Trump iliyokuwa imeanzia mwanzo kwa tuna mkutano nao, wametuomba mkutano. Sasa watu waliokuomba alafu anakuambia hatutaki kuja kuzungumza na wewe. Ndio maana tukirudi kusema kwa huu mtu anaongea uongo muda mwingi, karibu kila siku anajaribu kuzungumza uongo, kujiweka kujiseti kwenye mtego wa kisiasa uwe mzuri. Sasa Al-Ansari alisema Qatar haijahamisha dola bilioni 6 fedha zilizozuiliwa na Irani kwenda Teherani. Yani kile alikizungumza Masoud Pezeshkian jana kuwa kuna fedha inatakiwa ihame, Qatar wanachothibitisha kuwa ipo lakini haijahama. Wakati huo Doha imekuwa ikishirikiana na Oman ambayo iko kwenye pwani ya magharibi ya mlango wa bahari wa Hormuz katika njia salama ya meli zinazopita Hormuz. Qatar wametoa taarifa hiyo. Sasa huku Irani ikituma ujumbe wake wa kiufundi kwenda Qatar wiki hii, msemaji wa Wizara mambo ya nje wa Irani Ismail Baqai alisema Irani haina uhusiano, yani Baqai alisema yani ujumbe huu unasema hauna uhusiano wowote na ziara ya Marekani na hakuna mazungumzo kati ya pande hizo mbili iliyopangwa. Hatutakuwa na mikutano yoyote ya mazungumzo kati ya ngazi yoyote ya upande wa Marekani katika siku zijazo, Baqai alisema. Kutokubaliana kuhusu kama pande hizo zingekutana kusisitiza udhaifu wa makubaliano ya Juni 17 ili kusimamisha mzozo ambao umevuruga mtiririko wa mafuta duniani kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na kusababisha maumivu ya kichwa kwa Trump kabla ya uchaguzi wa bunge hapo Novemba.
Marekani na Irani zilijipa angalau siku 60 kutekeleza makubaliano ya uelewano yenye vifungu 14 ili kuongeza muda wa kusitisha mapigano Aprili, kujadili mpango wa nyuklia wa Irani na kujadili makubaliano ya kudumu ya amani. Lakini maendeleo yamekuwa yakisimama, huku kila upande ukishutumu upande mwingine kwa kukiuka masharti yaliyokubaliwa. Baada ya Marekani na Israeli kushambulia Irani mnamo Februari 28, usafiri wa baharini kupitia mlango wa bahari wa Hormuz ulifungwa. Israeli haijajiunga na mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Irani na imejitenga na makubaliano hayo. Mvutano kati ya Washington na Teherani umezidisha juhudi za kukomesha mapigano nchini Lebanoni, ambapo spika wa bunge Nabi Berri, mshirika wa Hizbullah inayoungwa na Irani, ametia shaka makubaliano tofauti yanayosimamiwa na Marekani kati yake na Lebanoni Israeli yanayolenga kukomesha au kusimamisha mzozo. Ukichukua hii taarifa unarudi kusema kuwa nani alitudanganya, nani anatuambia ukweli. Alitudanganya Marekani, na Marekani karudi kwenye kile kwa sababu kauli ya Donald Trump ilipigiwa mstari na msemaji Caroline Leavitt, ambaye ikasema kuwa wanakwenda kuzungumza, wameitwa kwa sababu imekuwa hivyo. Iran wakasema hatuna mazungumzo yote, sisi tunaenda kuzungumza na Doha, kumwambia Doha kuwa mwambie wewe si ndio alikutuma kuja kuzungumza na sisi ili tufikie makubaliano. Sasa kamwambie huo ukiukwaji wake wa makubaliano utapeleka pabaya. Unajua kwa nini Marekani wamerusha taulo? Ngoja nikupe hii taarifa. Sababu iliyowafanya Marekani watupe kabisa taulo, waiweke chini, waamue kuwa no way, kila unavyojaribu kucheza na hawa watu hawashikiki, yani kirahisi. Taarifa inasema hivi: shughuli za usafirishaji katika mlango wa bahari wa Hormuz zilipungua kwa kiasi kikubwa kufuatia uchokozi mpya wa Marekani dhidi ya Irani na kuongezeka wasiwasi kuhusu usalama wa usambazaji wa mafuta duniani. Mlango wa Hormuz unabaki katika hali ya baharini iliyovurugika sana, huku dashboard ya hivi karibuni ya Hormuz Tracker ikionyesha hakuna usafiri wa meli za kibiashara unaoendelea wakati huu. Kulingana na mfumo unaofuatilia moja kwa moja unaotegemea AIS, picha ya sasa inaonyesha hivi. Yani ukiangalia yule mfumo ambao huwa unaweza ukafuatilia meli ziko wapi, zinaingia wapi, zinaelekea wapi. Kwa hiyo kama kuna meli inavuka Hormuz unaijua. Lakini mfumo wa AIS unasema hivi: meli zinaoendelea na kusafiri, yani meli ambazo ziko kwenye safari hivi sasa ni 0. Meli ambazo zinataka kutoka leo ni 0. Meli zinazoingia kwenye mfereji ni 0. Vivuko ndani ya saa 24 zijazo ni 0. Mwendo wa saa, hakuna trafiki iliyorekodiwa katika saa 8 zilizopita. Hii inathibitisha kuendelea kusimama kabisa kwa shughuli za usambazaji wa kibiashara zilizogunduliwa. Bila meli za mafuta ghafi, yani meli za LNG hakuna, meli za kubeba mizigo hakuna, meli za makontena zilizorekodiwa hakuna, yani hakuna meli yoyote imeyopita. Mwendo wa trafiki unabaki kuwa 0 katika shughuli zote. Muhtasari wa usafiri wa leo unaofuatilia unaonyesha kwamba kategoria zote za meli, ikiwa pamoja na meli za mafuta ghafi, shehena za bidhaa, LPG, zimebaki kuwa 0 kabisa kwa mwendo wa moja kwa moja na 0 kwa njia za kutoka na kuingia, ikionyesha kwamba sehemu ya kukwama bado haifanyi kazi kwa usafirishaji wa nje. Hii inaendelea na muundo mpana unaoonekana katika data kihistoria ya mfumo, ambapo siku za hivi karibuni zimeonyesha mtiririko usiopungua sana. Unajua, wakati walivyoingia kwenye makubaliano haya juzi hapa, nitakuonyesha mfano tarehe 20, mfano idadi ya vyombo ambavyo vilipita kwenye mlango wa Hormuz imepungua, yani kutoka kiwango cha juu cha meli 74. Meli 74 zilipita tarehe 24 hadi tarehe 22. Yani kutoka tarehe 22 hadi tarehe 24 hapa kulikuwa kuna mtiririko, meli zilikuwa zinapita mpaka kufika Juni 28, wakati Irani ilitoa onyo kuwa njia mlioifungua si ruhusu. Ilikuwa ni Juni 28. Kulingana na kampeni ya uchanganuzi wa baharini Keplipa, meli zimepungua kwa 70% kwa siku 4, kuliambatana na wimbi jipya la uchokozi wa Marekani dhidi ya malengo ya Irani yaliyofanya tarehe 27 hadi tarehe 29 ndio waliotuangana. Sasa ukiangalia Jumapili, mfano meli zilishuka, yani Jumapili ambayo ilikuwa ni jana, meli zilishuka mpaka zikapita meli 28. Zilikuwa meli 28 zilizopita Jumapili, kutoka kwenye meli 70 na kitu ambazo, yani ukiangalia traffic ya meli ilikuwa imeanza kurejea kwenye nafasi yake. Lakini hii imepelekea sasa, baada tu ya hiki kutokea,
mafuta yamepanda tena, yamefika mpaka $100. Ndio maana Donald Trump, yani kila akiangalia upepo unapovuma anaona kuwa hivi, mbona kuna wakati kama mambo yanataka kukaa sawa, alafu wakati mwingine mambo yanavurugika. Wanaomshauri watajua wenyewe wanamshauri kiasi. Kwa sababu ukiangalia hata tathmini ambayo ya Marekani inaonyesha kuna upungufu mkubwa sana wa hifadhi ya Marekani. Hifadhi ya mafuta ya Marekani haijawahi kushuka tangu mwaka 1983 kwa kiwango hiki. Kiasi cha mamilioni ya mapipa yamepungua. Na hii yote kwa sababu Marekani alitaka kujaribu kupunguza mafuta sokoni ili isionekane kama, yani usimpe sifa kuwa huyo si anataka mafuta ya pande sana. Sasa wao wakaingiza mafuta mengi ambayo yamepelekea hifadhi yao kushuka sana. Yani hifadhi imeshuka katika rekodi, kwa sababu Marekani haijawahi kushuka rekodi yake tangu 1983, yani mwaka 83 haijawahi kushuka, lakini mara hii imeshuka sana. Hifadhi imeshuka sana. Kwa hiyo ndio maana unaona kuwa wanarudi kwenye ile hali ya kukimbilia mazungumzo. Kuwa hebu tuzungumzeni kidogo. Upande wa pili wa Zayuni wanampushi kuwa lazima Irani umfanyie hivi ili tumtikise kwenda hili. Kuna wakati bado hawajagundua kuwa aina ya adui wanayekabiliana naye sio adui yule ambaye wamewahi kukabiliana naye huko nyuma. Aina hiyo. Jamani, wanachama wawili wa IRGC waliuawa na wengine wawili walijeruhiwa katika shambulio la kutumia silaha huko Pave, huku vikosi vya Irani vikiripoti operation tofauti za usalama. Angalau wanachama wawili wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani IRGC waliuawa na wengine wawili walijeruhiwa katika shambulio la kigaidi la kutumia silaha katika mji wa magharibi wa Pave, karibu na mpaka wa mkoa wa Kurdistan wa Iraki. Vyombo vya habari rasmi vya Irani viliripoti kwamba wanachama hao wawili wa IRGC waliuawa shahidi kwa risasi katika kitendo cha kigaidi cha uoga, na kuongeza kuwa wafanyakazi wengine wawili walipata majeraha. Mamlaka imeanza uchunguzi ili kubaini mazingira ya shambulio hilo na kuwatambua wahusika. Nadhani taarifa mmekuwa ukiona. Kilichotokea ni shambulizi tu la kigaidi. Yani mtu aliamua kuwafiatulia risasi wanajeshi wawili wa IRGC, akawajeruhi wengine wawili, kwa hiyo wawili wameuawa kule Pave. Ni mkoa ambao uko unapakana na Kurdistan. Kurdistan ni jimbo la pili la upande wa pili.